Maswali kuhusiana na kile kilichotokea leo hii wakati wa mchezo wa dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba ambao ulimalizika kwa suluhu pale kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Maswali yenyewe yalihusiana zaidi na matukio mawili. Moja la Prince Pumelo Dube, alionekana kana kwamba anakwenda kufunga, lakini mwamuzi msaidizi kainua kibendera kuashiria kwamba alikuwa offside. Lakini ukiangalia marejeo ya picha za video, Dube hakuwa offside, na tena lau kama uamuzi huo usingefanyika, alikuwa na nafasi kubwa ya kufunga, kwa sababu kama unavyo hapo, alikuwa anakwenda kumkabili golikipa Jibo wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini ikapulizwa filimbe mapema. Matokeo yake Dube akanyimwa fursa pengine ya kuweza kuitanguliza timu yake kwa kupata bao katika mechi ambayo wakati huo Simba walikuwa juu katika matukio mengi, wakishambulia zaidi kuliko namna ambavyo Yanga walikuwa wakifanya. Lakini tukio lingine ambalo hili liliibua mjadala zaidi kwa sababu mpira ulikuwa umeingia wavuni, lilimhusisha Selemani Mwalimu ambaye alionekana kutumbukiza mpira wavuni katika kipindi cha pili katika mechi ya watani wa jadi dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Alikuwa offside ama hakuwa offside? Jawabu ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya offside, Selemani Mwalimu haonekani kwenye marejeo ya picha za video akiwa offside, kwa sababu wakati mpira ukipigwa wa krosi kutoka kwa Aniset Ura, Selemani Mwalimu kama unavyo hapo kwenye marejeo ya picha za video alikuwa ndani. Badala yake Bakari Nondo Mwamnyeto, beki mojawapo wa Yanga, ndiye anaonekana kuwa mbele zaidi na sio Selemani Mwalimu. Kwa sababu hiyo mpira aliopiga Selemani Mwalimu katika jitihada za kupeleka wavuni ukachezwa vyema na golikipa Djigui Diarra, lakini rebound ikamrejea Selemani Mwalimu akaweka wavuni. Hili lilipaswa kuwa bao safi, kwa sababu mwamuzi msaidizi Kassim Mpanga alinyosha kibendera kuashiria bila shaka kwamba yuko offside, wakati kiukweli kama inavyoonekana hapo hakuwa offside. Matukio yake mwamuzi Nasoro Mwinchui hakuwa na namna nyingine, kwa sababu kwenye matukio kama haya huwa tegemea zaidi waamuzi wasaidizi. Kazi kubwa mwamuzi wa msaidizi ni pamoja na kuonyesha kama matukio kama haya kwamba mchezaji anayeweka mpira wavuni alikuwa offside ama sio offside. Kuinua kibendera maana yake ni kwamba halikuwa bao halali, na hivyo mwamuzi Mwinchui akalazimika kufanya mpira upigwe na Yanga kwa sababu halikuwa bao halali, kutokana na vile ambavyo Kassim Mpanga alivyoashiria kutokana na kibendera alichoinua. Lakini vinginevyo lilipaswa kuwa bao halali kwa sababu Selemani Mwalimu hakuwa offside. Ukiondoa tukio hili kwa ujumla tu kwenye mchezo wa leo hii ulioisha kwa suluhu bila, matokeo yake Yanga wamejiimarisha zaidi kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kufikisha pointi 29 baada ya michezo 11, huku Simba wakiongeza pointi moja zaidi, sasa wakifikisha pointi 24 baada ya kucheza mechi 11, mabao yakibaki kwa 18. Wameruhusu mabao 4, huku Yanga wakiendelea kuwa na mabao yao 27 wakiwa wameruhusu mabao 2. Ni mchezo ambao ulikuwa na ushindani mkali haswa, lakini kwa ujumla katika dakika zote 90 za mchezo ilionekana kwamba wageni Simba waliokuwa wakicheza na wenyeji Yanga kwenye uwanja wa nyumbani wa Yanga kwa mchezo huu New Amani Complex visiwani Zanzibar, leo hii Simba chini ya kocha Steve Becker walionekana wamebadilika zaidi, wako vizuri zaidi. Matokeo yake ndio ambao walifanya majaribio mengi zaidi, kwa sababu mpaka mapumziko mechi hiyo ilikuwa ni bila, lakini Simba ndio walikuwa wakimiliki mpira kwa 57%, huku Yanga umiliki wa mpira ukiwa 43%. Lakini kwenye majaribio kufika eneo la mwisho Simba walishapiga mashuti 3, 2 on target, Yanga wakipiga mashuti 3, hawana shuti lolote la kulenga shabaha. Lakini kipindi cha pili Yanga Yanga wakaimarika zaidi katika eneo la umiliki wa mpira, wakapandisha umiliki wao kutoka 43% mpaka 49%, Simba zikipungua kutoka 57% mpaka 51%. Lakini kwenye mashuti Simba wakaongeza mashuti mengine, ambapo kwa ujumla mpaka mechi inakamilika Simba walikuwa wamepiga mashuti 8. Kati ya hayo mashuti 3 yamelenga shabaha. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili Simba walipiga shuti 1 lililolenga shabaha. Yanga ambao mpaka mapumziko walikuwa hawana shuti lolote la kulenga shabaha, mechi inakamilika kwa wastani wakawa wamepiga mashuti 6, 2 yamelenga shabaha. Kwa lugha nyingine, kipindi cha pili Yanga walipiga mashuti 2 yaliyolenga shabaha, huku Simba wakipiga shuti 1 lililolenga shabaha. Lakini kwa ujumla wake kwenye zile small details, taarifa ndogo ndogo, ni kwamba Simba katika mchezo huu mbali
na makosa ya kiuamuzi ya mwamuzi msaidizi Kassim Mpanga aliyepotosha maamuzi kwa mwamuzi wa mchezo, mwamuzi wa kati Nasoro Mwinchui katika tukio la bao kutoka kulizungumzia. Lakini pia Simba waligongesha nguzo kwa mpira wa kichwa uliopigwa na beki Rushen De Reuck kutokana na kona iliyopigwa na Clatous Chota Chama katika kipindi cha pili. Lakini vile vile Djigui Diarra akaibuka mchezaji bora wa mchezo wa leo hii kwa sababu katika kipindi cha kwanza Simba alionekana kukaribia zaidi kulidhuru lango la Yanga. Michomo ya hatari aliicheza vyema Djigui Diarra na kuifanya timu yake inusurike kupoteza mchezo wa leo hii ambao mwisho wa siku uliisha kwa suluhu. Vinginevyo mechi nzima Simba walionekana kusumbua zaidi kwenye eneo la Yanga. Yanga kipindi cha pili ndio ambao walionekana kuwa na uhai zaidi kuliko kipindi cha kwanza, na hasa baada ya mabadiliko yaliyowezesha kuingia kwa Alan Okello, kuingia pia kwa Buba Jammeh, baadaye kuelekea mwishoni aliingia Ima Mengo, lakini bado Simba ndio walionekana kwamba leo hii walikuwa wakiitaka zaidi mechi ingawa wakicheza ugenini na kukaribia zaidi kulifikia lango la Yanga. Pongezi pekee kwa Yanga kubwa ni kwamba katika kipindi cha pili mabeki Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa ameingia tangu kipindi cha kwanza baada ya kuumia kwa Dickson Job, Ibra Baka, golikipa Djigui Diarra, mabeki Isra Patiki Mwenda, Mohamed Hussein Shabalala na viungo wao hasa Duke Abuya na Mohamed Kamara walicheza vyema kikubwa wakati wakiisaka walau pointi moja katika mchezo wa leo, kwa sababu ikumbukwe leo hii Yanga wakiwa tayari wana pointi 28 wanaongoza kileleni. Wapinzani wao wa jadi Simba walikuwa katika nafasi ya tatu ambao ndio bado wapo kwa sababu walikuwa na pointi 23, sasa na pointi 24. Timu inayofuatia JKT Tanzania ambayo imecheza mechi nyingi zaidi, mechi 17, ina pointi 28. Kwa sababu hiyo haikushangaza hata kidogo kuelekea mwishoni mwa mchezo Yanga cheza yao ikiwa ni kiujanja sana kuhakikisha lango lao linakuwa salama, lakini yale mashambulizi waliyofanya machache katika kipindi cha pili bado yalidhibitiwa na golikipa Hamadu Tanja Jibo. Matokeo yake mechi ikaisha kwa suluhu. Jambo kubwa ambalo lilijitokeza kwenye mchezo wa leo ni kwamba Yanga walionekana kupungukiwa na X factor player, hasa kutoka katika eneo la kati la uwanja kwenda kuivuruga safu ya ulinzi wa Simba ili kufika kwenye lango la Simba kwa golikipa Jibo mara nyingi zaidi na kwa nafasi zilizo wazi. Ni kwa sababu hakuonekana mchezaji kati ya wale waliokuwa wakicheza katika eneo la ubunifu kujaribu kutake risk, tunasema kujaribu kuchukua mpira kwa kuwapiga chenga walinzi wa Simba na kulazimisha kwenda langoni mwa Simba ambao walikuwa wakizuia kwa idadi kubwa, kwa maana kina Rushen De Reuck, Ismail Olivier Toure, viungo wao akina Yusuf Kagoma, Alassane Maodo Kante kwa kiasi kikubwa walikuwa imara sana Simba kwenye kuzuia na kuifanya Yanga ilipokuwa ikipata mpira kukumbana na idadi kubwa ya wachezaji wa Simba kwenye kuzuia. Kwa sababu hiyo palihitajika mchezaji mwenye ujasiri wa kukota mpira, kulazimisha matukio, kupiga chenga na pengine kufanya follow za karibu mwa lango la Simba. Yanga hakukuwa na mchezaji wa kufanya hivyo kwa ujumla wake, ingawa kitimu walijaribu kucheza vizuri. Hapo ndipo unaweza kukumbuka kwamba mchezaji aina Pacome Zouzoua hufanya jukumu hili. Alan Okello anaweza kufanya hivyo na ndio maana aliingizwa katika kipindi cha pili kama ilivyo kwa Buba Jammeh, lakini nao hata walipoingia uwanjani hawakufanya jukumu hilo. Matokeo yake bado Yanga ilikuwa ikicheza kitimu, ikijaribu kupita kwa kundi kwenye njia ambako mara kadhaa walikutana na ulinzi imara wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa Simba kilichowabeba leo hii kiasi ya kwamba wao walionekana kukaribia zaidi kupata bao katika mechi ambayo mwisho wake ikaisha kwa suluhu ni kwamba kocha Steve Barker alianza na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Kwa maana nyingine alianza na false 9, namba 9 wa uongo ambaye alikuwa ni nani? Katikati alikuwa anaonekana Loemba katika wale watatu wa juu, pembeni kulia alikuwa Libase Geye, pembeni kushoto alikuwa Anicet Ura, nyuma yao waliokuwepo ni pamoja na Clatous Chota Chama, alikuwepo Yusuf Kagoma, Alassane Maodo Kante, wakati katika walinzi mbali na Rushen De Reuck na Ismail Olivier Toure walikuwepo Nixon Kibabage, alikuwa muda mwingi akipanda juu kwenda kuongeza mashambulizi pamoja na Shomari Kapombe. Matokeo yake walinzi wa Yanga walijikuta na wakati mgumu katika kukabiliana na wachezaji watatu wa Simba kwenye eneo la kushambulia, wasijue yupi mshambuliaji kinara ili wamaki kwa usahihi mabeki wa kati. Matokeo yake walikuwa wakipishana Libase Geye, Anicet Ura, Libase Geye, Ino Jospin Loemba, Chama alikuwa akikaribia
na ndipo Yanga wakapelekewa hatari zaidi katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili, pamoja na mabadiliko aliyoyafanya, Yanga walau walidhibiti zaidi, na ndio maana katika kipindi chote cha pili Simba walipiga shuti moja tu la kulenga shabaha. Lakini mwisho wa siku ilikuwa ni mechi nzuri sana, kwa sababu umiliki wa mpira Simba 51%, wenyeji Yanga 49%. Mashuti Simba wakipiga jumla mashuti 8, 3 yakilenga shabaha, Yanga ikipiga mashuti 6, 2 yakilenga shabaha. Bila mwisho wa siku gumzo likawa ni pamoja na mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga kwa tukio lile la Selemani Mwalimu aliyekuwa ameingia kipindi cha pili kujaribu kocha Steve Becker kuweka shinikizo la kuhakikisha nafasi zilizokuwa zikitengenezwa na viungo wake wa ushambuliaji kutokea pembeni, Anicet Ura, Libasege na yule alikuwa kitokea eneo la kati kwa maana ya Ino Jospin Loemba pamoja na Chama, mwisho wa siku ziwape matokeo ambayo kuingia kwake Selemani Mwalimu ndipo purukushani zilizofanya ni pamoja na tukio hilo lililokaribia kuwa bao. Yanga leo hii wamepata pointi moja kikubwa sana, kwa sababu walilazimika kuhakikisha kwamba hawaruhusu bao, lakini Simba wanachojivunia ni pamoja na kucheza soka zuri katika dakika zote 90 za mchezo, wakifika mara nyingi zaidi. Yanga bado wapo kileleni, Simba wako nafasi ya 3, lakini wamecheza mechi pungufu, mechi 11 kila moja. Wanaoshika nafasi ya pili JKT Tanzania wamecheza mechi 17. Kwa lugha nyingine, Simba Yanga zina mechi 6 za viporo ili kulingana idadi ya michezo, na JKT Tanzania wanashika nafasi ya pili. Itakuwa vipi? Swala kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment.